Zuizini kinyume na sheria kwa watetezi wa haki za binadamu Clinton Mshao Ole Kairum pamoja na Supu Ole Mau kule Loliondo. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu umeendelea kupokea kwa mshtuko taarifa za kukamatwa kisha kuwekwa kizuizini kinyume na sheria kwa watetezi wa haki za binadamu Clinton Kairum, Supu Mawi, Manyara Kaita pamoja na wananchi wengine mjini Loliondo. Watetezi hawa walikamatwa na polisi mnamo tarehe 7 Januari 2019. Kwa ni siku ya Jumatatu, ambapo mpaka muda huu tunapozungumza tarehe 13 wapo kituo cha polisi pale mjini Loliondo. Sasa kwa nini tunasema kinyume na sheria? Kukamatwa watu sio kosa. Jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria za nchi limepewa mamlaka ya kukamata watu wote wale ambao wao kwa mujibu wa sheria wameona wanahisiwa kutenda makosa pasipo shaka. Nikumbuke kwamba kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ya mwaka 1985, mtuhumiwa anapokamatwa anakuwa na haki mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuambiwa kosa analotuhumiwa nalo, kupewa dhamana, kuonana na ndugu, kupata chakula anapokuwa kituo cha polisi kwa muda huo, kupelekwa mahakamani kwa wakati, pamoja na kuelezwa haki yake ya kupata msaada wa sheria, pamoja na mambo mengine mengi. Hizo ni baadhi za haki za msingi za mfungwa za mtuhumiwa. Kwa hivyo watetezi hawa baada ya kukamatwa na jeshi la polisi hawakupatiwa haki hizo za msingi kama kuonana na ndugu, kukutana na wanasheria na kupelekwa mahakamani na kuonana na mawakili. Hiyo ni haki ambayo imekuwa ikipotea, sio tu kwa watu hawa ambao tunawazungumzia Loliondo. Tumesema tuwatolee mfano, lakini ni watu ambao ni nyinyi watu bado tunafahamu watuhumiwa wengi wamekuwa wakikamatwa na haki zao za msingi zimekuwa zikipotea. Ndugu waandishi wa habari, katika kudhibitisha kwamba watuhumiwa walinyimwa haki zao za msingi, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, baada ya kupata taarifa, tulituma watetezi wetu wengine walioko kule, tukawatuma na wakili Samson Umende pamoja na msaidizi wa kisheria manake Paraliko ndugu Charles Dangoya kwenda kuwapa msaada wa kisheria, lakini walizuiliwa na jeshi la polisi kuwaona watuhumiwa hao. Wakili pamoja na msaidizi huyo wa kisheria walipouliza kosa lao hakuweza kupewa jibu lolote na polisi, na hawakutaka kuonyesha ushirikiano wowote, na dhamana ambayo tulikuwa tumewatuma kwenda kuwaombea ikagonga mwamba. Tutambue kwamba polisi wana uwezo wa kutoa dhamana kwa watuhumiwa huku wakiendelea kufanya uchunguzi na kupanga mikakati ya kufungua mashtaka, lakini hilo pia lilishindikana. Hivyo mpaka sasa tunapozungumza watetezi hawa bado wako rumande, ni takriban siku 6 sasa, na hatuna uhakika lini wataachiwa, kwa sababu kwa taarifa tulizonazo ni kwamba wao bado wanaendelea na uchunguzi na watu wale wakiendelea kukaa rumande. Jambo hili ni kinyume kabisa na utawala wa sheria, misingi ya haki za binadamu, lakini pia na sheria yetu ya mwenendo wa makosa ya jinai ya mwaka 1985 kifungu kile cha 64 na kifungu kidogo cha kwanza hasa kidogo cha C cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ya mwaka 1985, ambayo kinasema mtuhumiwa. Sheria hii nadhani wote mnao, nadhani mtatoa kopi. Mtatoa kopi, naomba wapewe kopi hii. Inasema without prejudice the provision of any other written law for the time being
in the force related to the grant of bail by police officers, a person brought under the custody of a police officer or reasonable suspicion of having committed an offense shall be released immediately, where A, the police officer who arrested him believes that the person has in fact committed no offense or has no reasonable grounds on which to continue holding that person. B, the police officer who arrested him believes that he arrested the wrong person, or after 24 hours after the person was arrested, no firm charge has been laid against that person unless the police officer in question reasonably believes that person that the offense suspected to have been committed is a serious one. Kwa hiyo mtu anapaswa either kwa mujibu wa kifungu hichi, mara baada ya kukamatwa, either umpeleke mahakamani, na kama hutampeleka mahakamani, basi unaweza ukamwachia baada ya kugundua kwamba umemkamata mtu ambaye siye, wakati mwingine watu wanakamatwa siye. Hakuna reasonable ground ya kuendelea kumshikilia huyo mtu, sababu ya kuendelea kumkamata huyo mtu. Lakini pia kama masaa 24 yameshapita, huyo mtu hajapelekwa mahakamani au hajafunguliwa charge yoyote, unapaswa kumwachia. Sasa hawa watu zimeshapita siku 6, hawajapelekwa mahakamani, hawajafunguliwa charge yoyote, lakini bado wameendelea kuwakamata. Sasa maana yake ni nini? Ni kwamba hawa watu, sisi tunaposema ni kwamba polisi wana haki ya kukamata watu, wana haki ya kuzuia watu kwa muda ule ambao umepewa kisheria. Lakini pia kama wanaona kuna tatizo fulani lipo, maana polisi unaruhusi, ukishakuwa na sheria inasema reasonable to, ukishaamini kwamba huyu mtu ameaminika kutenda kosa, polisi moja kwa moja wanapaswa kufungua mashtaka ili ule mtu sasa akapelekwe mahakamani na mahakamani kuweza kubaini kwamba aidha amefanya makosa ama la. Tatizo tunaloliona ni kwamba polisi wanataka kufanya kazi ya mahakama. Wanataka wao wachunguzi wajue kwamba huyu mtu kafanya kosa ama la, wakati sheria haijawapa polisi mamlaka ya kuchunguza kama mtu kafanya kosa ama la. Wao wameambiwa kuamini kwa asilimia fulani kwamba huyu mtu kafanya kosa. Unamkamata, unamfungulia mashtaka, mahakama ndio itakwenda kuamini, itakwenda kuchunguza kama kweli amefanya makosa ama la, kwa kuangalia sheria za nchi na taratibu zingine. Huku wakati huo pelelezi zingine zikiendelea, kwa sababu wao watakuwa wanafanya kazi pamoja na waendesha mashtaka. Sasa kwa mujibu wa kifungu hichi, nadhani kinatumiwa vibaya, hasa katika eneo linalosema pale watakapoamini labda kosa hilo lilofanyika ni serious one. Sasa kama umeshaamini kuna kosa, tayari umeshapata nguvu ya kufungua mashtaka. Ndio maana nasema hata sheria zenyewe za koti zenyewe zinahitaji kuwa na mabadiliko. Tayari sheria imekuambia ukishaamini kwamba kuna kosa lolote limefanyika, wewe mfungulie mashtaka, mpeleke mahakamani. Sasa kama huku tena sheria inatuambia kama wanaweza baada ya masaa 24 wanaweza kumshikilia kama kosa lenyewe wanafikiri kwamba ni kosa ambalo linaonekana ni kosa kubwa. Sasa tayari huko umeambiwa ukishaona tu mtu anakosa, mfungulie mashtaka. Unasubiri nini kama umeshaamini kwamba ni kosa kubwa? Usimfungulie mashtaka ili akaeni kule mahakamani, sasa akakutana na vyombo vingine vya sheria ambavyo vimetoa mamlaka ya kuamua nani ni mkosaji na nani si mkosaji. Ndugu waandishi wa habari, hali ya haki za binadamu Loliondo, nyinyi wote ni mashahidi. Kwa wale ambao ni wageni labda muendelee kujifunza kwamba Loliondo kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu kwa muda mrefu, na hali imeendelea kuwa mbaya muda wote. Ni mwaka juzi tu mlishuhudia maboma yakichomwa ya ndugu zetu kule kwa lengo la kutaka kuhamisha operation iliyofanyika kushirikiana na jeshi la polisi na majeshi ya kule ya Serengeti National Park Senapa pamoja na Ngorongoro Conservation Area Authority kwa kushirikiana kwa pamoja. Watu wakaumia, wengine wakapotea, mifugo ikapotea.
maboma yakachomwa, na wale wote sasa katika mazingira kama hayo, wale wote ambao wanajitokeza kutetea mazingira kama hayo wanakuwa kwenye hali mbaya zaidi. Yaani katika jamii siku zote lazima kuwe kuna watu ambao watasimama kuwa mstari wa mbele kutetea wenzao. Hiyo ipo mahali popote duniani. Sasa wale watu wanaonekana wao ndio tatizo zaidi muda wote. Wamekuwa kuonekana kwamba wao ndio chanzo cha matatizo. Kwa hiyo watetezi wa haki za binadamu au wasemaji wa jamii wanaosimama kutetea au kufungua kesi mbalimbali wanajikuta wanakuwa katika mazingira magumu sana. Mtakumbuka mwaka 2016 watu hawa wawili walishafunguliwa kesi mashtaka mengine ambayo tunaweza kusema ni ya kugushi ndugu Clinton na wenzake makosa ujasusi na wengine wengi walifunguliwa kwa mawakili, lakini tukapambana wakashinda ile kesi na baadaye wakaachiwa huru. Sasa hiyo ni hali ambayo bado inaendelea kujitokeza Loliondo, na mtafaruku huu unasababishwa kwa asilimia kubwa, mjaribu kuelewa, na tatizo kubwa la mgogoro wa ardhi ambao umedumu kwa muda mrefu zaidi ya miaka 20 kati ya wananchi wafugaji wa wilaya ya Ngorongoro na kampuni ya uwekezaji ya Kiarabu inayoitwa OBC kwa muda mrefu. Kwa hiyo migogoro hii yote inayojitokeza kutokeza Loliondo lazima inakuwa na uhusiano moja kwa moja na hali migogoro ya ardhi ya wafugaji kule. Kwa hiyo yote ule au jamii yoyote inataka kusimama kutetea ardhi inajikuta inakuwa katika mazingira magumu. Hiyo ndio connection kubwa kati ya hali inayoendelea sasa hivi kule Loliondo na hawa watu kuendelea kushikiliwa. Kwa hiyo kwa kipindi chote hicho cha mgogoro tumeshuhudia sasa nguvu kubwa zikitumika na vyombo vya polisi vya usalama. Polisi wakikamata watu bila sababu, wakati mwingine bila sababu za msingi, siku 2-3 na kuachia. Hali hii sasa hivi ni kuandishi kama mfahamu imezidi kuwa hali ngumu, kwa sababu kuna wanajeshi ambao wamepelekwa kule katika eneo la Loliondo. Mazungumzo yanaweza kuwa ni mazuri kulinda mipaka, kwa sababu kazi ya jeshi ni kulinda mipaka. Lakini siku zote Tanzania mwenyewe ni mashahidi pale ambapo jeshi wanahusika katika operation mbalimbali, madhara yanakuwa ni makubwa. Kwa hiyo kwa kuwepo kwao kule tena, vilio vimeendelea kutoka vingi vya wananchi kuumia, kunyanyaswa, wakati mwingine kupigwa na operation hizi ambazo zinaendelea kule. Lakini tunashukuru kwamba baada ya kuzungumza na mkuu wa wilaya ya Ngorongoro amekiri kwamba wale baadhi ya wanajeshi ambao wameonekana kufanya vitendo nje ya utaratibu wa jeshi, kwa sababu hatuamini kama jeshi linaweza kuwatuma kufanya hivyo, wamekuwa wakichukuliwa hatua za kijeshi mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo ndio hali ambayo pengine hamna mnaweza msuri nayo, kwa sababu wakati mwingine taarifa za kule vijijini hamwezi kuzipata, na watu wote sasa hivi wameogopa, waandishi wa habari wameogopa, watetezi wa haki za binadamu wameogopa. Kwa hiyo wananchi wamebaki kule ni yatima, wamebaki ni watu ambao ni wanyonge, hakuna watu wa kuwasemea. Hawa wachache ambao wanasimama kuwasemea kutetea wenzao ndio wao wanajikuta wanakamatwa, wanatishiwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa muelewe kwamba hiyo ndio hali ambayo inaendelea kule Loliondo. Sasa jeshi la polisi na majukumu yake ya kisheria. Sasa haya tunayazungumzia haya ya Loliondo, lakini ni mfano wa nchi nzima ambayo mnafahamu swala hili la kuweka watu ndani kizuizini selo limekuwa la muda mrefu. Nondo alikaa karibu siku 19 kwenye viselo hizi akizungushwa na wengine wengi tu mnafahamu hatupingi kabisa askari jeshi la polisi kukamata watu, lakini wakamatwe kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi, kwamba jukumu la msingi la jeshi la polisi ni kulinda mali na raia. Kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi ya mwaka 1969, kwa mujibu wa kifungu cha 5, jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kuhakikisha amani na usalama na amani za raia na si vinginevyo. Katika utekelezaji wa majukumu yao wanatakiwa kufuata sheria na taratibu zingine zilizowekwa nchini. Jeshi la polisi ni kwa ajili ya sisi wana raia, ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sisi tuliokaa hapa, wengine waliokaa huko nje, wengine walioko mahali popote Tanzania, wawe mipakani, wao mahali popote, wanalindwa vizuri bila kupata buguza zozote. Na kama inatokea kuna wahalifu, basi taratibu za sheria zimewekwa na sheria hizo zinazowasimamia. Hivyo jeshi la polisi linapokwenda kinyume na utaratibu sasa uliowekwa kisheria na katiba ya nchi, sasa ni wajibu wetu sisi watetezi wa haki za binadamu na taasisi zingine zinazotetea haki za binadamu ambazo zimesajiliwa kwa ajili ya kutetea haki za binadamu hapa nchini kukemea, kwa sababu ndio kazi yetu kwa nguvu zote zile ukiukwaji huo wa sheria na lazima tuelewe kwamba
kutetea haki za binadamu sio dhambi. Wananchi wa Loliondo na wengine wote Tanzania wanaojitokeza kutetea haki za binadamu wanaonekana kama wanafanya makosa. Yaani kutetea watu, kusimama sasa hivi kama mimi kutetea watu hapa, kuna watu wanaona kama wanafanya makosa. Kumbe niko katiba kabisa. Tunalinda katiba ya nchi, tunalinda sheria. Ndio maana tunasema kutetea haki za binadamu si kosa la jinai. Sasa hiyo ndio inaendelea kutokeza sio tu maeneo ya Loliondo, lakini maeneo mengi ya Tanzania, kwamba wale wanaosimama na kusemea wenzao kwa sababu katika jamii wanapokuwa watu 200 wakanyanyaswa, lazima kutakuwa kuna wawili watatu watasimama kwa ajili ya kuwatetea. Sasa watu kama hawa wamekuwa wakibinywa, ndio hao wanakamatwa na kuwekwa kizuizini kwa muda wote huo, pengine ili waseme lolote. Kwa hiyo watetezi wa haki za binadamu ni watu ambao wanafanya kazi kwa mujibu wa sheria, na tunaomba hilo watu watafahamu na jeshi la polisi wafahamu na washirikiane, kwa sababu wote wanafanya kazi moja. Mtetezi wa haki za binadamu na jeshi la polisi, kazi yao moja ni kuhakikisha haki za watu zinalindwa. Kama ambavyo tumekuwa tukieleza, watuhumiwa hawa hawajapewa sababu za kukamatwa na hizo haki zao nyingi zimenyimwa. Sasa hii ni viashiria ambavyo vinaleta taswira mbaya kwa jeshi la polisi, na ndio mambo ambayo muda wote tumekuwa tukisikia wakilalamikiwa jeshi la polisi. Kwa hiyo sasa tukiendelea kama hili swala halitakoma, tunafikiria na kuendelea kukutana zaidi kama wanasheria kuona ni namna gani tunawafungulia mashtaka wahusika wenyewe katika vituo hivi. Kwanza mkuu wa kituo cha polisi wa polisi Ngorongoro na Arusha kwa ujumla, kwa kuwashikilia watu hawa kwa hizo siku na pengine hatuwezi kujua watu itakuwa ni siku ngapi, kwa sababu hatuna uhakika kwamba hata kesho wataachiwa hata nini, kwamba hiwe kama njia ya kuhakikisha kwamba na maeneo mengine pengine pote Tanzania kwenye vituo vya polisi wanapokamata watuhumiwa wajue kwamba kuna uwezekano wa kufunguliwa kesi ya moja kwa moja, kwamba kwenda kinyume na taratibu za kazi. Nadhani tukikaa vizuri kama mawakili tutakuja na utaratibu mzuri wa kuona ni kesi namna gani tunaweza tukafungua ili kupunguza haya matukio ya watu kukalishwa. Hivi tunajua vifungo ukishakaa wiki 2 selo unaweza sana umefungwa afu baadaye kukutikana huna hatia, ni sawasawa vile umehukumiwa pasipokuwa na makosa uliyofanya. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini la pili, tumeshaenda mahakamani Arusha, mahakama kuu, kufungua shauri la haraka application habeas corpus ya kutaka hao watu wapelekwe mahakamani haraka iwezekanavyo au waachiwe kama wanaona kwamba hawana makosa, kwa sababu kisheria kimsingi hawana sababu nyingine zaidi ya kuendelea kuwashikilia watu wale siku hizo zote katika vituo hivyo vya polisi. Tukumbuke watu waandishi, kumbuke kwamba vituo vya polisi kwanza vinafungwa vidogo sana. Zile selo zile, nyinyi mashahidi mnafahamu, selo zile ni ndogo. Na ziko hivyo sio kwa sababu labda zimekosewa. Huwezi kuwa na selo kubwa isiyokuwa na maana. Selo maana yake ni sehemu ya kuwekea watu kwa muda. Masaa 2, lisali moja, masaa 3, wafungulie mashtaka, wapeleke mahakamani, then mahakamani wapeleke magereza. Kwa hiyo ni maeneo ambayo yako kwa ajili ya kupitisha watuhumiwa kwa muda mfupi, wakati labda polisi wanaandika mashtaka, wanafanya uchunguzi wa awali, kwa sababu huwezi ukafanya uchunguzi kwa muda huo mchache ukasema kwamba uchunguzi umekamilika. At least ni kujiridhisha kwamba hao watu wanahisiwa kufanya makosa. Jeshi la polisi, sheria umeambiwa, at least sheria nadhani mnaiona hii hapa, tutaiweka vizuri kwa Kiswahili. Imesema vizuri kabisa kwamba wanasema police officer on reasonable suspicion of having committed an offense. Ukishakuwa na hiyo, angalau umeshakuwa na hisia hiyo kwamba huyu fulani kafanya makosa, basi unatakiwa ufungulie mashtaka ufanye. Sasa kwenda kuendelea kufanya uchunguzi, unaweza kuendelea kufanya uchunguzi huyo mtu akiwa tayari ameshashtakiwa mahakamani. Sasa hivi kwa mfano tuna watu kama kina Dr. Tenga na wengine tayari wameshashtakiwa na wako magereza na uchunguzi wao unaendelea. At least twende kwa sababu tunasema hivi kwa sababu magereza ndio vituo ambavyo vimewekwa kisheria na vina facilities zote za kukaa na watuhumiwa au wafungwa. Wana watu ambao wamesomeshwa, askari magereza wamepelekwa shule ya kukaa na watuhumiwa, ya kukaa na watu, namna ya kuishi na watu. Wana vifaa, wana vyombo, wana madaktari,
wana facility zote za msingi, hata maeneo ya kukaa, mtu anaweza kukaa kule comfortable, tofauti na kukaa sehemu ambapo kuna safi, hakuna huduma zote zile za kibinadamu. Sasa unapoendelea kushikilia watu siku 20 mwezi katika vituo hivi, maana yake watu wanakiuka haki zingine za msingi za binadamu ambavyo kule magerezani wanaweza wakavipata. Kwa sisi hoja yetu ya msingi ni kwamba sio kwamba hawa watu waachiwe. Kama kuna makosa wamefanya, wafunguliwe mashtaka, wapelekwe wakae magerezani kule, ndio kuna utaratibu. Kama ile kosa na unaona ni kosa ambalo labda alihitaji kupata dhamana, wapelekwe kule, mahakama itaamua, afu watarudishwa, watakaa kule mahabusu. Then kesi na utaratibu mwingine wa kuendesha mashauri utaendelea. Kwa hiyo ule utaratibu wa masaa 24 hauzingatiwi kabisa, ambao huko kisheria na jeshi letu la polisi. Kwa sisi tunaona kabisa kwamba sasa ni swala ambalo lazima kama mtandao mwaka huu tulivalie njuga kuhakikisha kwamba kwanza kama tatizo liko kwenye sheria yenyewe kuwa na tukasema na tafsiri ambayo si ya moja kwa moja ikatumiwa vibaya, basi kufanya mabadiliko ambayo yataweka wazi moja kwa moja kwamba ufuruhusiwi kukaa na mtuhumiwa zaidi ya masaa 24. Na kama itatokea sasa unataka kuendelea kukaa naye, basi mpeleke magereza huku ukiendelea kufanya uchunguzi. Hilo ni jambo la msingi, kwa sababu hoja yetu kubwa ni kwamba askari kuendelea kukaa na watu katika vituo vya polisi, ndio tumeona madhara mengi ambayo yameendelea kujitokea. Watu wamepoteza maisha katika vituo vya polisi, watu wanatoka wengine vilema na magonjwa na mambo mengine mengi, kwa sababu kwanza tunataka jeshi la polisi Loliondo kuachilia mara moja watuhumiwa wote tuliowataja bila masharti, au wafikishe mahakamani endapo kwa mujibu wa sheria hii wataona kwamba kuna kosa walilolifanya. Hilo tunaliweka wazi. Tunamuomba sasa waziri husika, waziri wa mambo ya ndani, kamanda mkuu wa jeshi la polisi Tanzania kufuatilia kwa undani sio tu tatizo la Loliondo, lakini maeneo mengine yote ya nchi ambapo jeshi la polisi limekuwa likishikilia watuhumiwa nje ya ule muda ambao kimsingi wanapaswa kukaa nao katika vituo vile vya polisi kabla ya kuwafungulia mashtaka au kuwapa dhamana au kuwaachia kabisa baada ya kuona kwamba hawana kosa au walikamata watu ambao sio. Kwa sababu Loliondo hivi juzi tu alishakamatwa mzungu mmoja wa Kibelgiji kimakosa, wakizania ni ule mdada ambaye kila siku zote wana mgogoro naye wa Sweden, wakimzania ni yeye. Kwa hiyo kajikuta na kijana mmoja huyu hapo, mmoja wapo wale kukamatwa walikuwa kwenye harusi, wakakaa nao tukahangaika kwa alikuja kuwatoa Arusha baada ya kugundua kwamba sio yeye aliyomkamata. Sasa katika mazingira kama ndio tunasema wakati mwingine ni vyema unapokamata mtu umpeleke kwenye vyombo vingine vya haraka ambavyo vinaweza vikabaini haraka kwamba huyu ndiye. Sasa unapoendelea kwa mfano unakaa na mtu siku 7 alafu unakuja kugundua kwamba sio yeye aliyemkamata, tayari umeshavunja haki zake za msingi na vitu kama hivyo. Kwa tunaendelea kusisitiza jeshi la polisi kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi, kuachana na huu taratibu wa sasa kukaa na watuhumiwa mahabusu zaidi ya siku 1. Pia tunawatangazia watetezi wote wa raia kuwa mwaka huu uwe ni mwaka wa kudai haki mahakamani. Huu mwaka uwe ni mwaka wa kukimbia mahakamani haraka iwezekanavyo pale unapoona haki yako inavunjwa. Huu ni wito wetu, sio tu kwa watetezi wa Tanzania, lakini wananchi wote wa Tanzania tunawasihi. Mahakama zetu bado zipo na zinafanya kazi pamoja na changamoto za hapa na pale. Twendeni kwa wingi, na sasa hivi tuna jopo la mawakili wengi tumeshawawezesha katika maeneo haya. Kwa hiyo watakuwepo mahali popote nchini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haki zile za msingi zinapovunjwa, ziwe za kikatiba, ziwe za kisheria au zote zile, wajaribu kukimbia mahakamani kwa ajili ya kutetea haki zao. Vyombo vingine vya usalama vilivyoko Loliondo tunavishauri vitumie visimamie usalama wa raia na mipaka yetu na kuepuka kuingia katika kasumba ya muda mrefu ya kuwanyanyasa na kuwaona wale wafugaji walioko kule maeneo ya Loliondo kama ni watu ambao wao ni wakuumizwa tu miaka yote. Tunalisema hili kwa nguvu kwa sababu wote tunafahamu historia ya Ngorongoro. Wananchi wale mara kadhaa wamekuwa wakiumia
Kwa hiyo tutumie sasa fursa hii kushauri kwamba kwa wale waliopelekwa kule watumie fursa hii kuleta matumaini kwa wananchi wale, na zaidi ikiwa ni kulinda mipaka, lakini sio kuifanya operation ambazo zinakwenda kuwaumiza wananchi. La mwisho ni kwamba sasa, kutokana na hali hii kuwa kubwa ya kukaa na watuhumiwa, tutafungua sasa rasmi mchakato wa kupiga wa kutafuta namna ya kubadilisha sheria hii vikae vizuri, inayosimamia utaratibu wa kukaa na mahabusu vituo vya polisi, ili sheria hizi vifungu hivi vikae vizuri kabisa, moja kwa moja, visiwe na mzunguko ambao unaweza kutumika vibaya. Vikae moja kwa moja kabisa kwamba mtuhumiwa hapaswi kukaa zaidi ya siku moja katika vituo hivi, na endapo kutatokea mazingira ya namna hiyo, basi wahamishiwe magereza, ambapo tunahisi ndio maeneo ambapo at least wale watu wamepewa mafunzo na kuna facilities zote, kuna vitendea kazi vyote na hali ya ubinadamu kwa mtu kuendelea kukaa pale, na sio katika vituo hivi ambavyo vyote mnavifahamu hali yake ilivyo. Havina wakati mwingine hewa, vingine havina hata na facilities zingine za kwa mfano usafi na vitu kama hakuna katika mahabusu. Kwa hiyo kuendelea kuwashikilia watu kwa muda huo, kwanza kutafanya watu waendelee kuwa wengi katika mahabusu, kitu ambacho uwezo wa kubeba hauna, lakini pia utakiuka haki zingine za wale watu. Siku hizi kwenye mahabusu kuna mahabusu zingine za nchi zilizoendelea, mtu anaweza akasema ni bora baki mahabusu kuliko kurudi nyumbani, kwa sababu zile haki zote unapokuwa umekamatwa, kinachopotea kikubwa ni haki yako ya kutembea, lakini haki zako zingine zote, kusoma magazeti, kuandika, kusoma, kufanya ibada, kufanya nini, kuwa na wakati kuishi katika mazingira safi, zote zinakuwa zinaleta. Sasa kwenye selo zetu hizi, na maana tunasema zitumike tu kuweka watu kwa muda, lakini sio kuweka watu kwa muda mrefu, tutakuwa tunakiuka haki zao zingine za kibinadamu. Kwa hiyo kwa ufupi, hayo ndio mambo ambayo tumesema tunazungumzia kwa muhtasari wa Loliondo, lakini ni picha ambayo nyinyi ni mashahidi ipo katika nchi nzima, sasa swala linapokuja la kukaa na watuhumiwa kwa muda mrefu. Asante.